Kozi za chuo ambazo hazitachoka sokoni 2026. Kila mwaka TCU inasajili maelfu ya wanafunzi kwenye vyuo vikuu zaidi ya 50 nchini Tanzania. Lakini si kila shahada inakupeleka kazini haraka. Leo nitakuonesha programu zilizosajiliwa TCU ambazo kwa mujibu wa mwenendo wa soko la sasa bado zina fursa kubwa za ajira na jinsi ya kuzipata kwenye mwongozo rasmi wa TCU. Karibu tena Jack Media TZ. Kama ni mara yako ya kwanza, bonyeza subscribe kwa taarifa za ajira na masomo pamoja na application za online kila siku. Kabla hatujaanza, jambo moja muhimu. TCU, Tume ya Vyuo Vikuu Tanzania, kila mwaka hutoa mwongozo unaoitwa Admission Guidebook, ambao unaonesha programu zote zilizoidhinishwa rasmi kwa mzunguko wa udahili wa 2026-2027. TCU wenyewe wamesisitiza kwamba msisitizo mkubwa uko kwenye kozi za STEM, afya, utalii na teknolojia. Hebu tuzame kwenye maeneo hayo moja baada ya jingine. Eneo la kwanza ni afya. Programu kama udaktari, uuguzi na famasia zinaendelea kuwa miongoni mwa kozi zenye heshima na mahitaji makubwa zaidi nchini. Chuo kama MUHAS, yani Muhimbili University of Health and Allied Science, ni kitovu cha ubora katika elimu ya afya Tanzania, na wahitimu wake wana rekodi nzuri ya kupata ajira sokoni. Vyuo vingine vinavyotoa programu za afya ni pamoja na UDSM, KCMC na baadhi ya vyuo binafsi kama vile KUHAS, Kairuki na St. Joseph University College na kadhalika. Sekta ya afya inakuwa kwa kasi kutokana na ongezeko la watu na uwekezaji wa serikali kwenye hospitali na vituo vya afya. Eneo la pili ni teknolojia, software engineering, data science na cyber security. Hizi ni programu zinazotolewa na vyuo vikuu kama UDOM, MUST na baadhi ya vyuo binafsi vilivyosajiliwa TCU. Sababu ya mahitaji makubwa ni wazi. Kila kampuni sasa inahitaji mfumo wa kidijitali na Tanzania inaendelea kuwekeza kwenye uchumi wa kidijitali kupitia mipango ya serikali na sekta binafsi. Eneo la tatu ni uhandisi, civil, mechanical, electrical na hata uhandisi wa nishati mbadala, yani renewable energy. Miradi mikubwa ya kitaifa kama barabara, madaraja na miradi ya nishati inahitaji wahandisi wengi. UDSM ndicho chuo kinachojulikana zaidi kwa uhandisi, lakini pia kuna vyuo vingine vilivyosajiliwa TCU vinavyotoa programu hizi. Hakikisha unaangalia orodha kamili kwenye tovuti ya tcu.go.tz. Eneo la nne ni biashara na uhasibu, accounting, finance, marketing na entrepreneurship. Kila kampuni, iwe kubwa au ndogo, inahitaji mtu anayeelewa fedha na masoko. Kozi hizi zinapatikana karibu kila chuo nchini, kutoka UDSM hadi vyuo vikuu vya binafsi kama vile Sauti, ambavyo vinajulikana kwa kutoa wahitimu wanaoshindana vizuri kwenye soko la ajira. Eneo la tano, ambalo mara nyingi watu wengi wanalipuuza, ni kilimo, hasa agricultural economics na agrobusiness. Kwa kuwa Tanzania ni nchi inayotegemea kilimo kwa kiasi kikubwa, wataalamu wa kuboresha tija na kuunganisha wakulima na masoko wanahitajika sana. SUA, yani Sokoine University of Agriculture, ndicho chuo kinachoongoza kwa eneo hili.
Jinsi ya kuthibitisha mwenyewe. Kabla haujaamua kujiunga na programu yoyote, hatua muhimu ni kupakua Admission Guidebook ya TCU kwenye tovuti rasmi tcu.go.tz. Huko utaona orodha kamili ya vyuo vilivyoidhinishwa, mahitaji ya alama kwa kila programu na tarehe za maombi. Usitegemee vyanzo vya pembeni pekee. Thibitisha kwenye chanzo rasmi. Kwa muhtasari, afya, teknolojia, uhandisi, biashara na kilimo ni maeneo yenye fursa kubwa za ajira kwa wahitimu wa vyuo vilivyosajiliwa TCU mwaka huu. Kama video hii imekusaidia, bonyeza like, share kwa wanafunzi wanaochagua kozi na subscribe kwa taarifa zaidi. Video ijayo tutaangalia kozi unazoweza kujifunza na ukapata cheti bila kwenda chuo. Usikose.